Kama kwa miguu yetu, tufungue ibada ya siku ya leo kwa neno la maombi katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ewe uketie juu sana, mahali pasafi, mahali patakatifu, tunakuja mbele zako Bwana asubuhi ya leo. Mioyo yetu imejawa na shukrani, mioyo yetu imejawa na sifa, mioyo yetu imejawa na kukuinua Baba wetu wa mbinguni. Hatuna mwingine wa kuabudu isipokuwa wewe. Tumeuonja wema wako Baba, na tumehisi ya kwamba wewe ni mwema. Ndiposa Baba, asubuhi ya leo Bwana, tumekusanyika mbele zako ili tuinue na tulitukuze jina lako Bwana. Tunakuabudu Mungu wetu na Baba yetu, ewe uliyetuumba kwa mfano wako, ili katika maisha yetu yote tukakuheshimisha katika kukuabudu. Baba wetu wa mbinguni, tunasogea kwako tukiomba utakaso wa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba ukatakase nafsi zetu Baba, takasa mioyo yetu Jehova, takasa roho zetu Mfalme mwema, ili tukapata kuwa na mapatano mema na wewe asubuhi ya leo. Tujifunika na damu ya Yesu Kristo. Baba, tukiomba katika ibada ya siku ya leo ya kwamba utachukua nafasi yako Baba. Chukua nafasi yako tunapoanza ibada ya leo. Chukua nafasi yako tunapokusifu. Chukua nafasi yako Baba tunaposikia neno lako. Chukua nafasi yako katika jambo lolote litakaloitenda mahali hapa Baba. Bwana Mungu wa mbinguni na Bwana wa Bwana, it is all about you Jehovah Father. Katika jina la Yesu Kristo, tukabidhi ibada ya siku ya leo kwako. Tukimweka Roho Mtakatifu aliye mwalimu, aliye mshauri mwema, akawe pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo. Tunainua haya makao mbele zako Bwana. Mambo mengi yamefanyika katika haya makao. Watu tofauti wamekuwa hapa Baba, na sisi tumekuja kuabudu Mfalme mwema. Tutakasa haya makao na damu ya Yesu Kristo, na kuyainua mbele zako Jehova. Kutoka dakika hii Baba, yakawe madhabahu yako Baba, yakawe mahali patakatifu ambapo nguvu zako na uwezo wako utaweza kushuka, Mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo. Tumefunika huku viwete na damu ya Yesu. Tumetakasa kila kitu na damu ya Yesu. Tumetakasa vyombo vyote na damu ya Yesu. Kila kitu ambacho tutatumia, kila mahali ambapo tutakanyaga na kuingia na kutoka, tumetakasa na damu ya Yesu Kristo. Chukua haya makao Baba, tumeyainua na kuyateua mbele zako, yakawe madhabahu yako. Tunakuambia Baba makuu siku ya leo, uguzo wa kipekee Jehova, ukawaguze watu wako, ukawaguze wamama, ukawaguze wazee, ukawaguze vijana, ukawaguze watoto wetu Baba. Wewe ndiye tunayetumainia Mfalme mwema. Maana tunapokuja katika uwepo wako, maisha yetu hayabaki sawa tena. Maana lazima kuwe na mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Tunapokuomba Bwana, ni uwepo wako uwe nasi. Maana Baba, usipokuwa nasi, basi Baba, mahali hapa tutaweza Jehova kujua na kuelewa mapenzi yako. Tunakunena, tunakutukuza, maana wewe ni Mungu. Tufurahi kwa uwepo wako na tutazidi kukuinua Baba. Kwa jina la Yesu Kristo sote tumeomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Watu tuseme amen. Najua hakuna sana. Hallelujah. Praise the Lord. Wacha tufurahie wakati wote tunapokuja katika nyumba ya Bwana. Maana ni katika nyumba ya Bwana tunaweza kufurahia na tunakuwa na uhuru na tunapata kutulizwa na Baba. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kila unapoingia nyumbani mwa Bwana, chukua hiyo nafasi ya kufurahia huo uwepo. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nitawakaribisha waimbaji. Tutakuwa na kipindi cha kumwabudu Bwana na kumsifu Bwana. Praise the name of the Lord. Nikipenda tu nisome Zaburi 100. Kisha waimbaji wanapokaribia, wanapokuja, nitasoma Psalms namba 100 ituongoze katika ibada ya siku ya leo. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa shukrani. Juani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo asubuhi ya leo, wacha tujie mbele za Bwana kwa mioyo ya shukrani, mioyo ya sifa, mioyo ya kumwimbia. Bwana apewe sifa. Na kule kumshangilia na kumuinua
ya kinywa chako. Mtukuze Bwana, mwinue Bwana, tangaza sifa zake, tangaza wema wake, tangaza ukuu wake. Bwana apewe sifa. Maana neno limetuambia nini? Ya kwamba kwa maana yeye sisi tu watu wake, ni yeye aliyetuumba sisi, ni wana kondoo katika zizi lake. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo asubuhi ya leo anangojea sifa kutoka kwako, hata zingine sifa kutoka kwa wasisi of God, anangojea sifa kutoka kwako. Maana mimi na wewe ndio tumelifanya kanisa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo jitahidi duniani, jitahidi dada yangu, mtukuze Bwana. Usiangalie dada yako ama ndugu yako. Maana hapa wakati mwingine huwa tunafeli. Hutaki kuruka, hutaki kwa sababu unaangalia nani anakwambia kitu. Wacheni niwaambie wapenda, inapofika ni Mungu, sahau mwingine yote yule. Toa hiyo ibada. Toa hiyo dhabihu. Bwana apewe sifa. Wakati wa kuabudu ukisikia kupiga magoti, atafurahi sana Baba wetu wa mbinguni. Maana Roho Mtakatifu anakusukuma. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tumsifu na tumtukuze siku ya leo tunapoelekezwa katika kuabudu. Najua ya kwamba tutajitoa, tutajipeana, tutawakilisha sadaka zetu mbele za Bwana asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Kama huendi
you know it. It says, Mayane, Marume, 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 Mayari Mabure, Apure. Do you know it? Let's hear Maneno. Tunapojitayarisha tukaweze kulipokea neno la Bwana. Pia nachukua nafasi kukaribisha kila mmoja wenu katika ibada ya Kiswahili na pia katika ibada ya siku ya leo, maana tayari imeng'oa nanga. Praise the name of the Lord. Naomba uwe na moyo wa matarajio ili kwa vyovyote vile Mungu atakapotembea mahali hapa ukaweze kupokea na kuipata nafasi yako. Kwa hivyo naomba tuweze kukaribisha aliye na neno ili tukaweze kusikia Bwana kwa nini kwa ajili ya maisha yetu asubuhi ya leo. Tupige makofi aliyekaa sana kwa Bwana. Thank you very much. Pigieni dada wetu makofi, tunaongeza vizuri. Pigieni praise and worship kwa hiyo vizuri watu wanaongoza nini tusilaini. It was very good, very powerful. Na hiyo ni ishara kuoneshana Mungu anatembea mahala hapa na yuko mahala hapa ili aweze kutubariki. Na wakaribisha yote ambao umekuja siku ya leo, ambao umeamua kuhudhuria ibada ya siku ya leo. Wacha tuseme kama vile Mungu alivyokuwa na mpango, ilisema na siku ya sita tutakapofanya kazi na siku ya saba tuifanye takatifu kwa ajili ya kumpa ibada ya shukrani. Na kwa hivyo ni fursa nzuri wewe kuonekana katika madhabahu haya yameitanishwa na hili jina la Jehova, maana maandiko inasema na siku hiyo ikuwe takatifu kwa ajili ya mambo ambayo Jehova ametufanyia. Kwa hivyo wewe ambao umekuja, jambo la kwanza ni nafasi ya kushukuru Jehova kwa ajili amekubariki na afya njema, amekupa nafasi, amekufungua. Maana kama vile neno linasema, na kuna watu wengi ambao wako na tamanio ama shauku ya kuja katika nyumba ya Bwana, lakini wameweza kufungwa na shughuli za dunia. Kwa hivyo wewe ambaye umefunguliwa, niko mbele ya Bwana niseme ni asante kwa ajili Bwana ametenda na ametutimizia. Asubuhi ya leo naenda kusoma neno katika kitabu cha Mathayo 24 waraka ni wa kuongeza 36. Ujumbe wangu siku ya leo, je, uko tayari? Nataka tujiulize hiyo swali asubuhi ya leo. Je, uko tayari? Maana tumekaa kana kwamba watu ambao wamesahau sababu ya sisi kuja duniani. Na Yesu alipokuja duniani alikuja kwa ajili ya jambo moja, ya ushirika wa mwanadamu na kurejesha katika Baba. Maana mwanadamu alipokosea na ushirika ule ukaweza kuvunjika, ukavunjika ni kwa ajili ya Shetani kuleta. Shetani alikuja na njia ya udanganyifu, na ule ushirika akaweza kumaliza katika hali ya kumtoa mwanadamu kwenye mikono mwa Baba. Na siku zilipoendelea na kukawa na shida na mausia mapenzi ama yale mawazo Mungu alikuwa nayo kwa
ni nani atakayerejesha kazi yetu tuliyoianzisha kwetu kwa Baba? Maana Baba alikuwa na uchungu mwingi, lakini malaika wote na wakanyamaza, na mbingu kukawa na kimya. Lakini Yesu, yeye akiwa mwana aliye na nguvu na mamlaka, akajitoa yeye, akaja duniani katika umbo ya Roho Mtakatifu. Maandiko inasema na lazima kungepatikana mtu ambaye angetumika kwa ajili ya kuokoa. Kuna mtu angetumika ili abebe mimba miezi 9. Kungepatikana mtu aliyekuwa angeweza kusimamishiwa raha zake zote ili dunia iokolewe. Huyo mtu alikuwa bado apatikane. Kuna Yesu amejitolea, lakini bado kuna mtu mwingine anatakiwa ajitoe kwa ajili ya ukombozi wa dunia hii. Kulikuwa watu wawili, Yesu amejitokezea, lakini dunia kwa ajili Yesu haji katika umbo wa kiungu, lazima aje katika umbo wa binadamu. Maandiko inasema na mbinguni kukawa na kamati ya kutafuta huyo mtu ambaye ako tayari, maana Yesu ni kiumbe kilicho takatifu. Kwa hivyo hakungekuwa ni mtu yeyote na si mwanaume, maana kulikuwa kutafutwe mwanadada. Kama siku ya leo, kama vile wanadada leo ni siku yao ambao wanasherehekea. Bwana asifiwe. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Wanaume ambao wako hapa, pigieni makofi wanawake ama wanadada. Maana leo nazungumzia juu ya dada mmoja aliyepatikana kupatikana ukombozi, wanaume, vijana, wasichana. Yesu amekubali, lakini kukawa na kamati, maana hakuwezi chukuliwa tu mtu yeyote. Maandiko inasema na walipokuwa wakichunguza commission of inquiry, kukapatikana dada mmoja aliyeitwa Mariamu. Maandiko inasema alikuwa hajajiweka unajisi, alikuwa amesimama imara katikati ya wake wasichana wengine. Na usisahau, hakuwa kumekuja injili ya wokovu, lakini alikuwa ameamua kutakasika. Ni kwa ajili ya siku ambayo hakujua ni gani. Maandiko inasema na kule mbinguni, maandiko kukapigwa kura, na Mariamu akaambiwa na kura, na akajulikana amepata kibali kwenye ufalme wa Baba. Na Baba akasema mumeonelea ni yeye, wakasema ni yeye, na Roho akashuka na akaingia kwenye utumbo wa dada yetu. Maandiko inasema kwa ajili ya kukomboa dunia. Maandiko inasema dunia lazima ingekombolewa, maana imejawa na unajisi, lakini inabidi kuna mtu atajitolea. Kuna mtu itabidi akuwe tofauti na wale wengine ili aweze kutumika. Na imaji Mariamu raha zake zote zilifika mwisho. Wake ambao wamebeba mimba wanajua, ukipata mimba kuna vitu unakatazwa kuvitumia. Unaanza kuchukia vitu zingine, mafuta sio wewe, sijui wewe hauendi mahali fulani, wewe umeanza kuchoka, miguu imeanza kufura, damu yako imeanza kupanda, raha zote zinakuishia, maana umebeba kiume. Mariamu kutoka siku zile raha zake zikafika mwisho, si kwa ajili ya maisha yake, lakini ni kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya watu ambao hawajui, kwa sababu ya wazee hawajui. Lakini Mariamu akabeba mzigo ambao ulimtoa kwenye raha zake. Asubuhi ya leo, je, uko tayari wewe kusumbuliwa na vile dunia inaelekea? Je, uko tayari wewe kusimama imara kando ya watu wengine jinsi wanavyofanya? Utaamua asubuhi ya leo utajitenga na mambo
Mariamu na Yesu akasema kazi ya Baba haitafika mwisho. Mathayo 24 inasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na wakunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Nataka niseme nini? Haijabadilika vile kulivyokuwa siku ya Nuhu, hata siku ya leo ndivyo kulivyo. Wewe unajua kutoka wakati ulizaliwa, injili hii imekuwa ikihubiriwa na mausia ama mahususi. Siku ya leo injili hii imesambazwa kwenye simu zetu, katika runinga, kila mahali. Hauna sababu ya kusema haujasikia neno, lakini maandiko inasema, je, inauliza kama vile kulivyokuwa wakati wa Noa, hata sasa ndivyo kulivyo. Watu wamesikia neno, lakini bado wamegairi, bado wamekausha mioyo yao, wamekataa kuachana na dhambi zao, wamekataa kujitoa. Maana hata kwenye nyumba za Bwana watu wamekataa kuachana na dhambi, lakini maandiko inasema, na sauti kasikika nyikani, Yohana akisema, tubuni kwa sababu siku ya Bwana inaja. Na nyikani, huyu Yohana akijawa na Roho wa Mungu alisemea nyikani. Hakujua ni watu wagani ambao wanasikia, lakini Yohana aliyelishwa na asali. Mamake alizaa Yohana, mamake alitorokea kwenye jangwa ili watu wa Yahudi wasiweze kumuua Yohana. Maandiko inasema aliweza kuzaliwa nyikani kwa ajili ya kazi ya Jehova. Mama ya Yohana hakuweza kuona Yohana, maana aliyezalisha mama ya Yohana ni Mungu mwenyewe kwa ajili ya kazi ya kutayarisha Yesu aje kwa ajili ya ukombozi. Kuna watu waliumia kwa ajili ya Injili, kuna watu waliteseka. Yohana aliteseka, alilishwa na Jehova, hakukaa kwenye nyumba, alikaa kwenye jangwa kwa ajili ya ukombozi. Aliweza kula hiyo, alikula asali. Unaimaji kupata asali sio kazi rahisi. Huyu ni kijana mdogo, nataka uimaji huyu Yohana vile wewe unaangalia mtoto wako akiwa mdogo, lakini Yohana amezaliwa nyikani, akaachiliwa, akanti maji. Yohana akiwa mdogo ni Mungu mwenyewe aliyemlisha. Kwa ajili nini? Kuna kazi ngumu ya kurejesha ushirika wa mwanadamu katika mikono ya Baba. Yohana alilishwa na Mungu mwenyewe kwa ajili ya matayarisho ya Yesu mwana wa Mungu. Kuna kazi ngumu, sio rahisi. Hii Injili kuna watu wanaichezea, kuna watu wanaifanyia sarakasi, kuna watu wanaichukulia kwa mzaha, kuna watu wanaifanyia utajiri, kujitajirisha wao wenyewe. Lakini Yohana ako jangwani, kisawai katika asali na zile dede, anadai anakimbishana na hizo dede, anazikula zikiwa mbichi. Siwezi nikaimaji yale mateso Yohana alipitia kwa ajili ya kutayarisha Yesu aje atukomboe sisi. Kuna watu wanacheza na Injili, lakini asubuhi ya leo nataka nikwambie haijabadilika. Kama vile watu walicheza na wakati wa Noa akawaambia, na kuja tujenge safina, maana Jehova amekasirika, anaenda kuimaliza dunia.
lakini watu wakasema, wewe mzee umejawa na kichaa, wewe mzee wa dijitali, wewe mzee haujui mahali tulipo, wewe mzee hautasoma, wewe mzee tumesikia wakati tulizaliwa tulipata shosho akisema, tulipata kuka akisema, tulipata wengine walisema wakafa, bado huyo Yesu atarudi. Lakini asubuhi ya leo nimekuja tukumbushane, je, uko tayari? Maana maandiko inasema na hukumu itaanzia kwenye kanisa na wale ambao wanasimama kwenye madhabahu. Maandiko inasema hukumu itaanzia kwenye haya madhabahu. Maandiko inasema wakati wa Nuhu watu waliambiwa, tayarisheni tuje tujenge safina, maana dunia inaisha. Watu wakasema, Noa, wewe umelikuwa na kichwa. Maandiko inasema maana siku za mwisho, kama sio Mungu atayepunguza miaka wanadamu, hakuna yeyote atakayeingia kwenye ufalme. Maana shetani ako katika harakati ya kupoteza watu wote. Maana maandiko inasema watu wamekosa ile yani the fear, ama kuogopa kwa Mwenyezi Mungu, kuogopa kwa dhambi kumekosekana. Maana watu ambao wameokolewa wanafanya vituko na sarakasi na bado wanasema Yesu uko ndani yao. Maandiko inasema na Mariamu akapatikana, maana hakuwa amejitia unajisi. Kulikuwa wake wengine haliamua kutofanya vile wanafanya. Asubuhi ya leo Yesu karibu kurejea. Haijalishi mahali ulipo, haijalishi umesoma kiwango gani, haijalishi umeokoka miaka ngapi, haijalishi wewe umezaliwa na boma ya watu ambao wamesema wameokolewa, lakini maandiko inasema utasimama na miguu yako pekee, utasimama wewe peke yako. Maandiko inasema na gharika ikaja, Noa akajenga safina yake, akakosa kuwasikiliza. Noa akafanya bidii, Noa akaoneshana kuifuata sauti, akajenga safina yake kwa miaka mingi. Maana kujenga safina haikuwa mwaka mmoja. Watu wakasahau, wakaoana, wakauzana, wakaendelea kuweka biashara, wakaendelea kuzini, wakaendelea kutenda uovu, wakisema wacha tumuone mzee kichaa, yeye atatoka bure. Lakini siku ikaja, Noa akamalizia safina. Noa hakutazamia watu vile wanavyofanya, lakini alitazamia Jehova aliyemwita na kumweka mwito. Noa akajenga safina, Jehova akampa hekima, Jehova akampa ushujaa. Maandiko inasema mzee akajikakamua, Jehova akampa nguvu. Vijana walikuweko waliokuwa wameleta mabati yao na mawe yao, walifika mwisho wakachoka, wanakuja na madharau, wananoa mbao, wananoa mabati, wanarejea wanasema, wewe Noa unatubeba ujinga. Wanatoa, wanarejesha kazi ya Noa nyuma. Lakini Noa kama amejawa na Roho wa Mungu anasema, Mungu na unitie nguvu, maana Jehova yeye sio mwanadamu, lile aliyosema litakuja kutimia. Noa aking'oa, yeye hatusiani na wao, maana anajua aliyemwita. Yeye hutenda, yeye husema na yeye hufanya. Hata kama walijesha kazi ya Jehova nyuma ili Noa afe moyo wa Noa alikuwa ameupeana kwenye mikono ya Jehova. Noa, maandiko inasema hakuwa amejitia unajisi, na maandiko inasema akasimama, akawa tayari kushirikiana na Jehova. Asubuhi ya leo haijakuwa tofauti kama vile ilivyokuwa siku ya Noa. Hivyo ndivyo tulivyo. Watu wamechoka, watu wameona kana kwamba huyu Yesu ni wa udanganyifu. Lakini nataka nikuambie asubuhi ya leo,
Huyu Jehova ni mwaminifu, huyu Jehova ni mwaminifu. Wewe ambaye umeitwa na umekubali, usije ukarai, usitazamie nyuma, usitazamie kando, tazamia mbele. Maana maandiko inasema, na Stefano alipopigwa na mawe, maandiko inasema hakuangalia waliokuwa wakimpiga mawe, maana alikuwa amejipatiana, na kasema, na katazamia, akainua macho yake mahali ambapo taji lake liko. Maandiko inasema, na Yesu mwenye nguvu na uweza akafungua macho yake, akaona taji lake vile ambavyo limerembeka. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, dada yangu, ndugu yangu, Yesu bado anarudi, Yesu bado anarudi, na Yesu bado anatafuta ambao ni wake afanye kazi na wao. Maandiko inasema ni kuja kusanya, atakuja kusanya kutoka kona zote. Hakuna injili ya UK, hakuna injili ya Kenya, hakuna injili ya Amerika. Aliyetufia zote ni mmoja. Bwana sifiwe. Utakatifu ni mmoja. Kusimama imara ni kwa mtakatifu yote. Hakuna chenga, hakuna njia mkato. Injili ile. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwe, mmoja achwe. Wanawake wawili watakuwa wakisanya, mmoja atwaliwe, mmoja achwe. 42 nasema, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba analijua ile zamu mwili atakavyokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Watu wengi wamepoteza mwelekeo, wamebebwa na mambo ambayo yanawafanyikia kando chini, wameacha kutazamia macho yao kwa yule aliyekuja na kafanya kazi ngumu. Wacha nikwambie, kazi ya Yesu kutufia msalabani haikuwa rahisi vile watu wanavyofikiria. Hii injili ya Yohana ya kutangaza watu watubuni, watu tubuni, maana mtaishe, taisheni mioyo yenu, maana Yesu yuaja. Yohana alipitia mambo magumu, Yohana aliteseka, Yohana aliumia, Yohana hajui kulala kwa nyumba, Yohana makazi yake ni jangwani, ili Yesu apate nafasi ya kutimiza ahadi ya kuokoa mwanadamu. Asubuhi ya leo, je, uko tayari kwa kunyakuliwa kwa kanisa? Kanisa ni wewe. Asubuhi ya leo, jitafakari na moyo wako. Je, uko tayari? Wewe uko tayari kulaka Maulana? Uko tayari kusikia sauti ya tarumbeta? Wewe uko tayari? Sijasema uache mambo yako ya kila siku, lakini uendelee, maana Jehova amesema ni yeye atakayetubarikia siku yetu ya kila siku. Lakini maandiko inasema na tuwe tayari, maana mwenye nyumba amejua siku ya kuvunjwa kwa moyo wake, amekuwa kwa macho. Maana shetani ako na mambo mengi anayotafuta ili kazi ya Jehova ikuwe bure. Moyo wako unanenaliwa na shetani, maana moyo ndiyo hazina ya Jehova. Nataka asubuhi ya leo, nataka ulinde milango yako, maana milango ikifunguliwa, milango ya maisha yako, unapea nafasi shetani. Funga milango yako, milango ya macho yako itakuachilia shetani aingie. Funga mlango wa mawazo, funga mlango wa miguu yako, mahali miguu yako inakuelekeza wewe.
hiyo milango, maana itakupeleka mahali ambapo shetani atavunja nyumba yako. Maana mwenye nyumba angejua, angeweza kuwa ako tayari, naweza kufunga milango yake kabisa. Kama vile siku ya Bwana haijulikani, hata siku ya adui ya kuja kuvunja na kuiba, hiyo siku haijulikani. Kuwa tayari, kuwa makini. Na maandiko imesema nikimalizia, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Ni katika hali, jipatiane katika maombi. Ni huyu Jehova pekee, hawezi katika mwili na damu. Ni uende kwa Jehova, uende kwa Yesu aliyesema, na ninamuomba Baba na akaruhusu Roho wake aje ili nimwachie awatie nguvu. Ni asubuhi ya leo, jitayarishe kama Noa na upatikane kama Mariamu aliyejipenda na kamua kuacha yote kwa ajili ya kutukuza Jehova. Huyu Jehova nawe mwaminifu kwenu, nawe na kibali kwenu, na aweze kuwalinda na huyo shetani anapokuja kunyakua mioyo yenu. Hifadhi moyo wako kuliko kitu chochote kile, maana siku za uovu tuko nazo. Hizi ni siku za uovu, maana maandiko yanasema uovu ulikuja na Mungu katika hasira zake akaachilia mvua. Noa akaingia kwenye safina na akaambiwa na Jehova, maana ninakujua Noa, wewe utakuwa na huruma, uachilie watu wakatili, uwafungulie waingie. Lakini wale ambao hawajapanda wanataka kuvuna mahali ambapo hawajapanda. Yehova akaambia Noa, ingia ndani ya safina, na Jehova akafunga na akaenenda na ufunguo. Hakuachia na ufunguo, Jehova akakimbia na ufunguo wa safina isifike mahali. Ndio maana maandiko yanasema mvua ikajaa. Maandiko yanasema bado watu walikuwa kichwa ngumu, walisema tutakaa kwenye milima. Hiyo milima sio yao, ni ya Jehova. Hiyo miti walikuwa nasema watapanda, bado ni ya Jehova. Maji ikajaa, siku ikafika, wakajaribu kubisha. Noa akawaambia, na imagine hata ndugu ya Noa, mama ya Noa, dada ya Noa alikuwa kwa mlango akisema, oye, mimi ni dada yako, nifungulie oye. Akaambia, sorry, kifunguo ilienda na baba. Ole wetu, siku ya neema ikisha, my dear sister, my dear brother, itakuwa kilio na majonzi. Asubuhi ya leo, chukua nafasi hii, neema imeachiliwa. Jiangalie wewe mwenyewe, jitayarishe. Tusimame. Bwana asifiwe. Mungu aweze kuwabariki na kuwatenda mema. Tusimame imara tunapowakaribisha praise and worship.